Maombi yetu makubwa kwenye rufaa yetu hii, baada ya ile kesi yetu tuliyokuwa tumefungua ya kupinga kuenguliwa kinyume cha sheria na INEC, sababu mlolongo wote huo kwa watu wote ambao wanaendelea kusikiliza shauri hili kwamba si tulienguliwa kwa kweli kinyume cha sheria. Unaweza kusema tulienguliwa kienyeji. Mmoja, la kwanza, tulizungumza shauri ile la kwanza la kuenguliwa kwetu kwamba tulizuiwa tu kurudisha fomu. Na nikafafanua nikasema kwamba haikuwa kisheria, kwamba wewe mgombea wa chama, mgombea ambaye alikizi masharti mpaka akapewa fomu na akatembea na fomu hizo za wadhamini nchi nzima kudhaminiwa, na baadaye akarudi akaapishwa na Mahakama Kuu, na baadaye akalipia gharama ambayo ni milioni 1 kwa ajili ya fomu ya ugombeaji wa urais, na akawa amekamilisha taratibu zote na wadhamini wote nchi nzima, akarudisha fomu yake kuambiwa na INEC kwamba haruhusiwi kwenda kurudisha fomu hizo, jambo ambalo tulienda kulipinga mahakamani, na Mahakama Kuu ikaagiza kwamba INEC walituondoa kinyume cha sheria, na hivyo wanatakiwa kuturejesha kwenye wagombea na taratibu zote za kututeua, na tukaenda tukateuliwa kwa taratibu zote za kisheria. Na baada ya hapo sasa ikatengenezwa tena mapingamizi mengine, likawekwa pingamizi hilo ambalo INEC wakaenda kulikubali, ambalo ni pingamizi la kutoka kwa msajili wa vyama kwamba sisi tulishaenguliwa na msajili wa vyama. Lakini hata misingi yenyewe ya kuenguliwa na msajili wa vyama na yenyewe haiwezi kusimama kwa miguu yake, kwa sababu sheria ya uchaguzi yenyewe inasema mgombea yoyote, ukiacha zile sheria zingine za kikatiba ambayo hakuna hata mtu mwingine anayebisha kwamba hatukizi matakwa yale ya mengine ya vipengele vingine vya matakwa ya kikatiba ya kuwa mgombea wa urais.